Basi mtazamaji, tunaanzia pale katika mgahawa wa shangazi. 집에만 이렇게 답답해서 그래요. Yaani unaambiwa sasa hivi mtazamaji, wateja wanajaa kulikweli katika mgahawa wa shangazi, na hii ni kutokana basi na binti huyu Ira ameanza kuwa maarufu kulikweli. Walipojua basi anafanya kazi katika huu mgahawa, mabinti wengi walikuwa wanapenda wanakuja hapa ili kumuona live. Lakini katika televisheni pale basi hiki kipindi cha mahusiano kiliendelea kuwa maarufu kila kona ya nchi. Na katika mgahawa hapa kwa shangazi walipenda kuweka ile channel. Kwa hiyo basi walikuwa wakizungumza mambo mbali kuhusu mahusiano. Asa shangazi anamwambia, wewe nilishakukataza kutumia simu wakati wa kazi. Binti leo amekuja kwenye simu yake, anapata kulikuwa kuna message. Leo amekumbukwa. Hiki kitu kilimpa shauku kulikweli. Manake mara nyingine akijaga kwenye simu yake anakuta hakuna kitu chochote. Basi alifanya maamuzi ya kupiga simu pale pale. Karibu sana basi mtazamaji, hii ndio episode ya 20 na basi ndio episode ya mwisho ambayo si tu kwamba ni ya mwisho, isipokuwa mwisho wa season ndo hapa. Yani season hii basi inakamilika katika episode hii ya 20. Basi binti alianza kukumbuka namna ambavyo bwana mkubwa yule CEO Choi, mimi namuita tajiri mtoto, kijana tajiri huyu sana na ni mashuhuri kulikweli kule Korea Kusini, wanapaita Seoul. Basi alikuwa binti anakumbuka maneno ambayo kijana alikuwa akimwambia. Baada ya kupiga simu na kuona kwamba kijana hapokei, basi uvumilivu ukamshinda. Binti alichofanya ni kuondoka hivyo hivyo, basi na hali ya hewa haikuwa nzuri, lakini alifanya maamuzi ya kukimbia kwenda kumfuata bwana mkubwa. Alianza kukumbuka mambo mengi sana. Alikumbuka namna ambavyo wamekuwa na good time walipokuwa pamoja, muda wote ambapo wamekuwa wakienjoy katika mambo mbalimbali. Anakumbuka zile nyakati zote ambazo kijana alipata hofu pale ambapo binti alikuwa hayuko sawa, na zile favor ambazo alimsaidia wakati alipokuwa anapitia magumu yake. Hii yote basi inaonyesha wazi moyo wake umetathmini, umetafakari na kupima, na sasa ameona uzani wake unaelemea vizuri kabisa kwamba mwamba anastahili. Siku ile wakati anakimbia simu yake ikadondoka baada ya kupamiana na mtu mmoja. Atafanya maamuzi gani? Simu iko barabarani. Pale mvua inaendelea kulowesha simu ile. Basi kulikuwa kuna gari inakuja. Pale mtazamaji, akatokea mtu kumsaidia. Ni nani huyu? Imagine simu ingine ni mpenziwe yule CEO Choi. Anamwambia, wewe mbona unakuwa mzembe namna hiyo? Wewe ulikuwa unafanya nini hapa? Sasa wakati jamaa si unajuaga tena zake, kabla hajaanza kuongea sana, binti akamkumbatia. Mtazamaji, hii sasa inaanza kuonesha wazi kabisa ya kwamba basi mahaba yanaanza kujidhihirisha. Mrembo leo akamwambia, hata mimi nakupenda pia. Na mimi pia nakutoka. Nakwambia hapa nilipo hata sijui nikuambieje. Mwambie tu hivyo sasa. Nilikuwa hata sielewi mwanzoni ukiniambia vile, lakini na mimi sana najikuta nahangaika. Nakupenda. Mwamba katulia pale, na ukiangalia jinsi walivyokuwa wamekumbatiana. Mtazamaji, kama tena wewe ni kijana wa kiume, mvua inanyesha, halafu tena mmekumbatiana. Halafu tena wasikia maneno yale. Wataka kuniambia nini bwana wewe? Basi hapa Mpemba tayari ushanielewa pale. Basi unaweza kuona binti alimwaga razi, kaanza kumuelezea kijana hisia zake wazi. Mtazamaji, naongea kwa vina. Alimwaga razi, akaanza kumuelezea kijana hisia zake wazi. Utaniweza sasa? Basi hapo unaambiwa akaanza kumuelezea hisia zake, anamkumbatia, afu namlegezea kisauti nini, si unajua tena binti sauti yake mashallah. Basi akaanza kumwambia, hata mimi nakupenda. Basi unaambiwa kijana pale hoi kabisa. Leo hata mapigo ya moyo si tu kwamba alikuwa yanakwenda mbio, leo alikuwa yanadunda kweli. Basi mwamba eti anaweka mkono eti anamzibia mvua. Mapenzi mengine pale mwamba hajachelewesha. Mimi sitaki kujua wanaenda wapi, kampakia kwenye gari faster. Sasa wametulia mule ndani kwenye gari. Kijana sasa anaona haya na nini, si unajua naye kaambiwa anapendwa, lakini kulikuwa na tutaulo pale. Basi akatoa kibesi tu, unajua tena wanaume tena wakatoa kibesi tu afu ndani ya gari kibesi kinavimba. Hebu jifute basi. Najifuta.
lakini umenielewa nilivyokuambia. 너한테 오던 길이었어. Nimekuelewa, sasa mbona warudia tena? 너 Sawa, nimekuelewa. 좋아하잖아. Hata mimi nakupenda. 같이 있어주려고. Si unajua tena nikiwa na wewe najisikia vizuri. 그것도 후회했었거든. Sasa kwa nini nikatae? Basi anamkamata namna hii. Anamtazama tazama. Papasa. Binti, mimi naona aibu. Unajua watu hapa wanatuona. 멀리서 보고 Wewe binti, unataka muende wapi nyinyi? 너 괜찮으면 가려고 했어. Amwambia basi usijali. Kuhusiana na kila kitu mimi nafikiri sasa mambo yako sawa. 이렇게 박력 있는 Unajua mimi na wewe ukweli ni kwamba tumeanzia mbali. Asa mwamba na anaanzia mbali. 한번 말해줄래? Basi ikiwa umekubaliana na ninayosema, hebu nibusu basi. 내가 뭔가 Bwana, kwani bado mpaka nikubusu kubarabarani? Basi akamgeuza namna hii. 난 얼마든지 Asa unaona haya gani tena wakati ushankubalia? Mimi mwenyewe nishakukubalia. Kwa hiyo sisi tumekubaliana. Sasa mwamba ataka mambo ya mapokezi. Sasa unajua tena. Basi kibinti kinajifanya kama hakijui. Jamani. Wakati kinaonaga huko kwenye maanani, huko kwenye mitandao ni. Basi jamaa akamtazama. Anakatazama kama kakandoro hivi. Ala, basi taratibu pale kijana wa mapokezi akaelekea zake mapokezi kumtafuta dada wa mapokezi. Alafu tena akapewa mapokezi pale mtazamaji. Basi ni mapokezi tu. Watu ngupeana mapokezi tu pale mtazamaji. Huko nje mvua chanyesha kule. Alafu huku ndani watu wapeana mapokezi tu. Ala, basi unaambiwa mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yalivyokwenda. Lakini maskini ya Mungu, kumbe chawa bwana alikuwa nje pale. Kuchungulia namna hii, akaona mambo live bila chenga. Sasa unaweza ukamwonea hata huruma maskini. Yeye alikwishajua. Basi kumbe alikuwa anafuatilia tangu mwanzo. Bosi alipokuja, jamaa kumbe alikuwa kwenye gari. Kwa hiyo akamwona bosi wake walivyokuwa wamekumbatiana na akajua bosi lazima aje na yule demu huku ndani ya gari. Fasta akamwekea vitaulo pale vya kufutia maji na nini. Katika chawa ambao wana akili timamu, huyu jamaa yuko vizuri sana. Basi alijua. Sasa angalia, ananyeshewa, anacheka tu mwenyewe. Yaani Mungu, mimi ndo kuteseka hivi. Si unajua tena. Sasa analazimika kupitia yote hayo mtazamaji. Atafanya. Lakini basi penzi ndo limekolea. Wako tu ndani, wao wanakula bata. Chawa ananyeshewa nje. Mwambie usije ukatoa bega lako hapo, mimi na enjoy. Wewe dada, yani kuweka bega tu unajifanya una enjoy. Kesa? Kumwambia vipi? Unataka labda nikuwekee siti vizuri uegemee au? Basi binti, mimi sitaki kulala huko ndani. 당근이지 뭐. 척하면 척이. Wakati huo basi tunampata hapa Kang Min-jo akiendelea kufurahia mambo yake yamekuwa sawa kwa wakati huu. Karibu sana basi kwa mara nyingine. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer. Unanipata kwenye YouTube channel pamoja na mitandao mingine yote ya kijamii kama Instagram, Twitter, TikTok, kote mimi natumia jina la Michael Lukindo. Kwa hiyo ukiandika hivyo bila kuacha nafasi, basi unanipata moja kwa moja. Siku ile unaambiwa basi waliongozana kila mahala. 알아보겠습니다. 또 질 순 없어. Kila mtu sasa akaanza kuwatazama kwa wivu. Huyu sasa ni CEO Jang. Anasema muangalie. Yaani anajifanya yeye ndo anajua sana. Mpuuzi kabisa. Hasa hapo anaonekana ni amekasirika. Mpaka akipumua ni moshi. Basi unaambiwa sasa hivi mapenzi ni moto. Bosi hafanyi kazi tena. Ni kumuonesha tu binti, hapa tutaenda vacation. Hapa tutaenda sijui kufanyaje. Kidogo chawa akaja. Sasa namwambia bosi, usisahau ile kitu. Usisahau ile kitu bosi. Sasa bosi anachelewa kuelewa. Kijana alienda kununua vitu nini, si unajua tena. Kuna vitu fulani anakuwa anamuelekeza bosi wake afanye mambo yawe sawa. Basi akamtoa nje. Akamwambia, wewe kitu gani unajaribu kuniambia? Akamwambia, si unaona hii? Tayari huku umeshaandikwa kwenye majarida na nini. Na huyu CEO Jang anadai kwamba wewe umempora mfanyakazi wake. Sasa bosi, hii kitu tunamalizana nayo vipi? Hivi jamaa na wazimu. Mimi mwenyewe sielewi bosi. Naona roho imemuuma baada ya kuona kwamba wewe unafanikiwa. Sasa wewe utaniambia mimi nimfanyaje huyu jamaa? Basi hapo akasema, lakini huyu jamaa au labda pengine anatamani sana kurudi hapa kwenye kampuni yangu ni. 어쨌든 해결해. Walivyokuwa wakipiga story, 귀찮아져. akamwambia achana naye, huyu ni mpumbavu. Atapiga kelele, atachoka yeye. 인사도 안 드렸는데 막 이모 가게 앞에 Ujinga kama huu usihangaike nao tena. Basi kijana anamwambia sawa.
Kwa hiyo bosi, unaniambiaje sasa? Wewe unataka nini? Katazama muda wa kula umefika. Hata hivyo muda wa lunch ushafika. Sasa baadaye. Sasa bosi, nimesema baadaye. Saizi mambo yamemwendea vizuri. Sasa dogo anasema, 죽겠다 그러더니. kwa hiyo sasa hivi mko huko tu ndani. Mimi sina nafasi tena kukushauri chochote. 맨날 사람은 지가 Haina shida, utakuja tu wewe mwenyewe. Kama kawaida basi mtazamaji, vijana nao taarifa ikawa imewafikia. Unajua unapozungumzia CEO Choi, tajiri mtoto, mtu mashuhuri, chochote kile anachokifanya mtazamaji basi kinakwenda viral chap chap. Hapa basi taarifa ilikuwa imezagaa. Binti anasema hivi, hujasikia? Nasikia kwamba basi binti Ira ana date na Mr. Choi. Kila mtu basi unaambiwa taarifa ile wakawa tayari wako nayo. Leo sasa wanatakiwa waende wakapresent kazi yao mpya. Wanafika mule ndani wanakuta bosi yuko na kichuda chake pale. Kwenye TV kila mahala watu washazungumzia. Samani bosi, tulikuwa hatujui kama uko hapa. Basi wakatoa heshima zao nini. Faster dogo akapeleka karatasi ambayo waliprint yuko, ni habari ilikuwa imechapishwa kwenye mtandao. Kwenye kipindi hiki walimkaribisha CEO Jang. Jang akaanza kuongea utumbo wake kama kawaida. Jamaa anaongeaga utumbo kinyama. Sasa anasema mimi ni mtu mmoja mashuhuri sana. Hapa mjini hakuna mtu yoyote wa kushindanishwa na mimi katika hii sekta. Sasa nashangaa kuna watu wengine wananiingilia tu. Kama huyu mwajiri wangu wa zamani. Yeye ameanza kuniingilia hata katika mambo yangu binafsi. Basi bosi akachukia kazi. Sasa hapo unaambiwa hata chawa naye anaitwa Chief He akawa hana cha kufanya. Basi bosi akamwambia dili na huyu mpumbavu. Binti yuko pale pembeni kakaa kimya. Binti sifa yake ni kunyamaza. Hasemagi chochote. Kwenye mtandao huko basi unaambiwa CEO Jang kama kawaida yake alienda kupeleka picha za hovyo kabisa. Yote hii ni katika tu kutafuta kumwaibisha CEO Choi. Lakini basi chawa akawa anamwambia bosi, wewe tayari ni mtu mashuhuri. Achana na ule mpumbavu. Hivi kweli bosi unaweza kuhangaika na mtu mjinga kama yule? Sasa akawa anamshangaa bosi, wewe endelea mbele na mambo yako. Binti kako hapo tukanacheka. Unajua bosi, hata sasa hivi pale unatakiwa ufanye kazi sana. Unatakiwa ujipange sana. Sasa hapo anajaribu kuongea kwa tafsiri. Kazi sana. Sasa bosi unasubiria nini? Si ungeenda hata nyumbani kupumzika sasa hivi. Sisi tutafanya kazi. Au unasemaje bosi? Nimpigie dereva. Basi binti ni kucheka. Mimi najua bosi wote utakuwa ushanielewa. Alafu tena mnapendezea kinyama. Basi bosi naye inabidi acheke tu. Haya basi mtazamaji, ndo tumemaliza season namna hiyo. Asante sana. Kama ambavyo unaweza kuona kapo hiyo basi ikapata kuwa pamoja. Masuala yao na chuki ya mapenzi yakawa yameishia hapo. Kwa kifupi, historia yao ya mapenzi iliendelea vizuri baada ya kuanza kuwa na mahusiano. Sasa wameanza kuwa yani wanaelewana. Walikuwa wakienda vacation kama hivi, wanatoka pamoja, wanaenda wanapiga story sana, pumzika, kula bata na nini. Jamaa anamwambia sasa mimi nafikiri tutajenga nyumba yetu maeneo kama haya. Binti anamuuliza kweli? Mbia ndio. Basi binti anacheka tu. 이령아. Anamwambia unaonaje? Kama umepapenda huku niambie basi. Basi binti unajua tena ni mtu fulani wa kujiheshimu. Ni mtu ambaye hakatai chochote. Akishaambiwa na huyu jamaa chochote anafurahi. 그래도 이거는 Anamwambia nataka unizalie watoto. 흔하고 그런 찌질한 Mimi napenda kama 6 hivi. Yani tunafululiza. Ni bampa tu bampa. Binti bwana 6 wengi. Sasa vipi, mbona unanifanya kama mimi sina uwezo? Jamaa ana mind. Mwambia sasa inakuwaje? 시즌 2에서 만날 거나? Mimi nafikiri vya kiume 3 na vya kike 2. Basi ndio hivyo mtazamaji, tumeimaliza, tumeikamilisha. Season ilikuwa inaitwa I Hate Love na ndio tumeikamilisha. Hapa ndio mwisho. Yani hakuna nyingine tena, hapa ndio mwisho. Season imekwisha. Sasa kuna wale ambao hawanisikilizagi nikiongea, anakuja anaandika pale kwenye comment, DJ mwendelezo. Hamna tena mwendelezo. Hapa ndo mwisho, chuma kimeisha. Yani ndio mwisho wa season. Story yetu ndio imeishia hapo. Wamefanikiwa kuwa wapenzi. Basi wazungu wanaita ni happy ending. Ni mwisho mzuri, mwisho mwema, mwisho wenye furaha. Mambo ni safi, mambo ni bang bang. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Asante sana mtazamaji. Hakikisha tu basi una subscribe, gusa kengele, nisaidie kushare video hizi wengine nao waone, au vipi bana. Haya, karibu tena, tutakutana katika season ijayo.